Ni kusalimu na kukaribisha ndani ya JCTV, chombo chako cha habari cha mtandaoni ambacho kinarusha matangazo yake moja kwa moja kutoka katika jiji la dhahabu kwa maana ya Johannesburg nchini Afrika Kusini. Hapa huwa tunakuletea taarifa za haraka, za kina na zenye uhakika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na zile ambazo zinamgusa mkongomani aliye nje ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Leo ni Alhamis Mei 2026. Ndani ya JCTV Alhamisi ya leo tutazungumzia kuhusu kauli ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliyoitoa akifanya mazungumzo na waandishi wa habari kuhusu kugombea muhula wa tatu. Yeye alidai kwamba endapo wananchi watamruhusu kugombea muhula wa tatu, yeye yuko tayari kuweza kugombea muhula huo wa tatu. Lakini kauli hii ya rais imeleta maoni mseto miongoni mwa wakongomani nje na ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mimi nilimtafuta mchambuzi wa masuala ya kisiasa na mwenyekiti wa chama cha kisiasa cha ANAPAD Mialano Tangani David. Nilitaka nipate mtazamo wake kuhusiana na kauli hii ya rais. Mimi nilimuuliza kama yeye anazungumziaje kuhusu kauli hii ya rais. Mialano alianza kwa kutoa mtazamo wake. Hiyo kauli ambao bwana Tshisekedi alikwenda kuitoa, hizo ni ndoto za mchana, kwa sababu hao wananchi ambao anasema wakimpa nafasi aongoze ndio wao walichagua hiyo katiba ya nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunayo sasa. Ijapokuwa hiyo katiba ilizulumiwa na Joseph Kabila aliyopita, lakini tunaitumia vivyo hivyo. Sasa yeye akisema ya kwamba wananchi wakimpa agombee muhula wa tatu, sasa wananchi wataenda kinyume na katiba ambayo yenye imesema rais anapaswa awe na muhula mmoja akirenew safari ya pili. Sasa yeye amebeba safari ya kwanza, akakuja akachaguliwa na wananchi safari ya pili. Sasa wananchi watakwenda kumkubalia afanye muhula wa tatu kwa kitu kipi ambacho alichokifanya cha maendeleo na mabadiliko katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambacho kimefurahisha wananchi. Hicho ni cha kwanza. Cha pili, akisema anagombea muhula wa tatu, tayari amenyanyasha tena katiba, kwa sababu ndani ya katiba yetu hakuna mahali ambapo kunaandikwa rais anapaswa kufanya mihula mitatu. Hiyo mahali haipo. Itabidi sasa wananchi wakisema hivyo, itabidi tuingie katika referendum tubadilishe katiba ambayo sisi wananchi tuliweka na tukaipigia kura. Sasa hayo maneno ni maneno yenye ameongea iko kinyume na mbali na katiba tulio nayo ambayo sisi wananchi tulichagua. Kwa hiyo hizo ni ndoto za bwana Tshisekedi. Amesema Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bado kuna vita na ni lazima kwanza mawazo yote yasiende kwenye uchaguzi, ni lazima kuangaikia kwanza swala nzima la kiusalama. Mtazamo wako? Ndugu mtangazaji, katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tuko na mikoa 26. Katika mikoa hiyo 26 ni mikoa miwili ambao kuna vita. Mikoa miwili ndio kuna vita kati ya mikoa 26. Mikoa miwili yenye kuna vita ambayo imechukuliwa ni mkoa wa Nord Kivu ambao wako Goma, hao wa M23, na mkoa wa Sud Kivu. Na katika mkoa wa Sud Kivu hao wa M23 wanashika Bukavu, pande za Uvira, pande za Kamanyola kufika mpaka Fizi ni mahali serikali inashika. Kwanza ni kusema ya kwamba waasi wa M23 wanashika mkoa mmoja wa Nord Kivu na nusu ya mkoa wa Sud Kivu. Sasa hicho ndio kitazuia watu wasifanye uchaguzi katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lasha, nakupa mfano. Katika uchaguzi huu wenye yeye alichaguliwa mwaka wa 2018, kuna mkoa ambao haukupiga kura kwa sababu ya virusi vya Ebola vilikuwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mkoa huo ulikuwa mkoa wa Ituri. Hawakupiga kura. Je, hakuchaguliwa? Hakutaweza kuwa rais? Na mkoa mmoja haukupiga kura. Sasa kitu kipi ambacho kitazuia vita? Vipi ambavyo vitazuia mikoa ingine yote ikose kupiga kura na hakuna vita? Hilo ni jambo anataka kulipakiza na kulipandikiza kwa kutaka kuchukua muhula wa pili na kutaka kugandamiza au kuviole constitution yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haviwezekani. Kuna baadhi ya wanasiasa wanamuunga mkono. Pengine kwa mtazamo wako, kauli ya Rais Felix Tshisekedi ya kuwa tayari kwa muhula wa tatu inatafsiri gani kisiasa ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kauli ya Tshisekedi kubeba muhula wa tatu ni kauli ya kiudikteta
kwa sababu hakuna wananchi ambao wanamkubalia abebe muhula wa tatu, na hakuna katiba ya nchi yetu inamkubalia abebe muhula wa tatu. Na kuna baadhi ya wale wanasiasa vibaraka ambao wanaunga jambo hilo mkono kwa sababu wao wanakula chini yake. Kifahamike hicho. Na kisiasa, jambo hili ambalo nataka kuliweka Tshisekedi litaleta shida nyingi ambazo zilikuwa tena mwaka wa 2016 wakati Joseph Kabila alipokataa kuandaa uchaguzi. Kulianza kufanyika maandamano, masosiete civile za Lucha na Firimbi zilianza kufanya maandamano, kanisa Katoliki lilianza kufanya maandamano. Na akijaribu kufanya jambo hilo, bwana Tshisekedi ajue ya kwamba atarudisha hali ile ambao ilifanyika mwaka wa 2016 wakati Joseph Kabila alikataa kuandaa uchaguzi. Maandamano yatakuwa zaidi sana katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo jambo hilo bwana Tshisekedi asisubutu kulifanya kwa sababu litaingiza tena nchi katika shida mbaya ya kisiasa. Kuna mswada wa marekebisho ya katiba ambao ulipelekwa bungeni na umepokelewa, na inasemekana kwamba mswada huo unafanywa kazi, na rais mwenyewe amesema kwamba mchakato huo usihusishwe na muhula wa tatu. Hapa nataka kusema kwamba kura ya maoni ambayo inasemekana wanaandaa kufanya isihusishwe sana na muhula wa tatu, maana yeye mawazo yake yako huko. Pengine unadhani hapa kuna janja fulani ambayo inafanywa au kweli isihusishwe na muhula wa tatu? Ndugu mtangazaji, Tshisekedi asifikirie sisi ni watoto ama wachanga wa kisiasa. Lasha, sivyo. Yeye kwa kauli yake ameongea kwamba wananchi wakimpea nafasi aongoze muhula wa tatu ako tayari kuongoza. Leo anatuambia marekebisho ya katiba inapelekwa bungeni, huo mswada unafanywa kazi. Tunaona hiyo lugha yake ya kusema apewe muhula wa tatu na marekebisho ya katiba. Sasa tunaona vitu viwili vinaonekana kama hiyo ni nia ambayo iko nayo ya kutaka kubadilisha katiba kwa sababu abebe muhula wa tatu. Asije kuambia watu wa kwamba watu wasifikirie jambo hilo wa muhula wa tatu au na katiba. Anabadili katiba kwa sababu anataka kubeba muhula wa tatu, na hilo ni jambo ambalo litaleta shida kubwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Huo ni ujanja ambao anataka kufanya, ujanja wa kisiasa wa kutaka kuwafunga wananchi macho wasijue kile ambacho iko nacho na ile nia yenye iko nayo, na tayari yeye mwenyewe ameliongea, liko wazi. Wananchi wakimpea atabeba muhula wa tatu, lakini katiba inaenda kufanywa marekebisho, mswada huo unapelekwa bungeni. Sasa ukipita, tunajua mambo yapi ambayo yameandikwa ndani ya katiba hiyo. Unajua hiyo vitu vyote. Na huo mswada unapelekwa bungeni, unarekebishwa siku ngapi, miaka mingapi, na tunabaki na mwaka mmoja tuingie katika uchaguzi. Sasa tuangalie athari ambazo zinaweza kujitokeza kama uchaguzi hautafanyika kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maana uchaguzi unatakiwa kufanyika mwaka 2028. Unadhani ni athari zipi ambazo zinaweza kujitokeza kama uchaguzi hautafanyika? Kama uchaguzi hautafanyika mwaka wa 2028, kuna hasara mbili kubwa. Hasara za kisiasa, na tena kutakuwa uwezekano wa vikundi vingine ambavyo vitashikilia silaha vitakuwa kinyume na yeye. Hicho ni cha kwanza. Kutakuja zalika vikundi vingine ambavyo vitaungana kupigana na muhula huo wa tatu, ambao wananchi watashikilia silaha. Hiyo ni athari ya kwanza. Athari ya pili, katika nchi ya Kongo kutakuwa msululo wa mfululizo wa maandamano kila wakati, kila mahali, kama ilivyokuwa wakati wa Joseph Kabila, na mali zitaharibika, uchumi utaporomoka, na kutakuwa maafa mengi wakati huo. Hizo ni athari kubwa zaidi sana ambazo zinaweza zikatokea wakati yeye hakuandaa uchaguzi katika mwaka wa 2028. Naam. Sasa tuangalie, na hili ndio litakuwa swali langu la mwisho kwako. Umeonesha athari ambazo zinaweza kujitokeza endapo au kama uchaguzi hautaandaliwa kwa mujibu wa katiba mwaka 2028. Sasa kwa mtazamo wako, nini kifanyike? Kwa mtazamo wako wewe una maoni gani? Unadhani nini kifanyike ili uchaguzi uweze kufanyika mwaka 2028 kama ilivyopangwa kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Kitu ambacho naweza nikasema, na sio kusema, ni lazima. Sio kusema tu, ni lazima. Kwa nini? Miula yake miwili imeisha jinsi katiba inavyosema. Kenye kiko hapo, wana Tshisekedi aandae uchaguzi mwaka wa 2028.
Hakuna kitu kingine ambacho atakifanya. Hata akipima kufanya hiyo anavyofanya, hakuna mabadiliko ataleta, kwa sababu katika muhula wake huu wa pili aliambia watu atapiga Kagame mwenye anasutenire nini Wanyarwanda wa M23. Lakini wakati aliposhika yeye, hiyo Goma ilichukuliwa na M23, na hapo ndani ya Goma ndio alisema yeye wakimchagua atafikia Kagame kwenye chumba lake, atampiga. Lakini muhula huo wake wa mwisho hakuna jambo amefanya, hakuondoa M23 katika Goma, na hata wakashika na mkoa wa Sud Kivu wakachukua Bukavu. Hakuna kitu anafanya mpaka leo. Sasa hakuna miujiza yenye atafanya ya zaidi ya hiyo, kwa sababu M23 ilishika Bukavu na ikashika Goma wakati ya muhula wake. Alishindwa kutekeleza yale ambayo aliahidi wananchi wakati anatafuta muhula wa pili. Kwa hiyo kitu kikubwa ambacho atafanya, aandae uchaguzi tu, na ni lazima, kwa sababu ni katiba ndio inayoisema. Mimi Alan Tanganyika David, ambaye nilifanya naye mahojiano hivi punde kutoka Nairobi nchini Kenya kuhusu kauli ya Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, ambaye alisema kwamba yeye anaweza kugombea muhula wa 3 endapo wananchi watamruhusu kuweza kufanya hivyo. Na kufikia hapa sina la ziada, tukutane wakati mwingine. Naitwa Abedi Jean de la Croix. Alamsiki.